20 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Kuna nini? Baki kidogo nirudi kwenye 1900 na. Unajua wakati mwingine unatamani kama dunia ingerudi nyuma kidogo. Kuna baadhi ya mambo kidogo tuyarekebishe tuweke sawa. Ishapita hiyo. Imeshapita. Yani ishapita. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikwambie, wataalamu wa mambo wanasema ndio twiga wana uwezekano wa kupigwa na radi mara 30 zaidi ya binadamu. Kwa ajili ya urefu wake au? Kwa ajili ya ule urefu wake. Kwa hivyo maana yake ni kwamba sisi binadamu ile hatari yetu ya kupigwa na radi ni ndogo ukilinganisha na ya twiga. Twiga maana yake hatari yake ni kubwa zaidi. Yaani mara 30 zaidi. Maskini twiga. Anaweza kupigwa radi. Lakini Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu sana. Pamoja na kigezo hicho, lakini bado huwezi ukasikia mara kwa mara kwamba kuna twiga sehemu fulani imepigwa na radi. Wewe mara ya mwisho umesikia lini? Hapana. Hapana. Maana yake ni kwamba kuna ulinzi fulani ambao pamoja na hiyo lakini Mungu amempatia. Pamoja na hiyo hatari ya kitaalamu, lakini kuna ulinzi fulani ambao Mungu amempatia. Kama ambavyo Mungu anaweka kwa binadamu. Sawa. Leo ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, ni siku ya 79 toka tumeanza mwaka na zimebaki siku 286 kumaliza mwaka, na ni Alhamisi ya 12 ndani ya mwaka huu. Ulikuwa unajua hilo? Hapana. Sasa maana wanakaa ikifika wataalamu wa mambo mimi nakuwa natulia niweze kupata madini. Ukipiga hesabu maana yake unaweza kuona kama siku zilizobaki ni nyingi sana. Siku 286. Kosa hela. Kumbe hali yote hii ngumu ambayo tumepitia hapa tangu mwezi wa kwanza mpaka kumbe ndo tuna siku ya 79 tu. Bado mbichi. So kumbe ukija hii pia inakusaidia usikate tamaa. Katika mwaka 2025 bado zipo siku nyingi sana za kuweza kuweka mambo yako, kuweza kutimiza malengo yako ambayo umeyapanga kwenye mwaka 2025. Usikate tamaa. Bado unazo siku nyingi na tena zitakuwa njema kuliko ambavyo ulifikiri. Sawa. Sasa tukiangalia matukio makubwa ambayo yametokea siku kama ya leo, mwaka 1956, tarehe kama ya leo, nchi ya Tunisia kutoka kwa Mfaransa. Huyu Mfaransa anaitwa Sir Isaac Newton. Huyu ni mwanafizikia ambaye pia ni mtu muhimu zaidi katika historia ya sayansi ya kisasa na ambaye alikuwa ni mtu wa mwisho wa mapinduzi ya kisayansi ya karne ya 17. Alifariki dunia. Na alifariki dunia tarehe kama ya leo huko London. Tarehe kama ya leo mwaka 1966, John Lennon, kiongozi wa kundi la muziki wa rock la Uingereza, la Beatles, alifunga ndoa na msanii wa Kijapani na mwanamuziki. Mwanamuziki alikuwa anaitwa Yoko Ono. Huko Gibraltar. Tarehe kama ya leo mwaka 2006, hii sasa itakuwa ni karibuni tu. Ingawa ni umri wa mtu. 2006. Mwaka 2006 alifariki dunia Ali Mohsin Al-Barwan, aliyekuwa mwanasiasa, mwanadiplomasia na mshairi kutoka nchi ya Zanzibar, chini ya usultani wa Zanzibar, na alikuwa waziri wa mambo ya nje wakati wa mamlaka ya Kiarabu baada ya Zanzibar kupata uhuru kutoka kwa mkoloni Mwingereza na kabla ya Zanzibar kugeuka kuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Wana mambo ya Lakini pia tarehe kama ya leo kuna watu mbalimbali walizaliwa. Najua sasa hivi kuna mwingine anasherehekea hiyo, wanaita birthday yake na nini. Lakini mwaka 1957 Chris Wedge, yeye ni mwigizaji wa filamu kutoka Marekani na ni mwigizaji wa filamu wa Marekani, Spike Lee, ambaye alijulikana kwa mbinu yake isiyobadilika na yenye kuchochea katika mada yenye utata. Yeye alizaliwa tarehe kama ya leo mwaka 1957.
wewe umezaliwa tarehe kama ya leo, na sisi tunaungana nawe tunakuambia happy birthday. Ndio. Wengine wanasahau kama alizaliwa tarehe gani. Nakumbuka siku moja nilikuwa nazungumza na shangazi